Azam nafikiri kinachoangusha ni uchanga wa mashindano, lakini kucheza kama kucheza walikuwa wanacheza. Hata mechi ya kwanza ambao walifungwa na Maniema, unaona kabisa wanacheza, lakini mpira uende kwenye kamba. Wenzao wakipata nafasi moja, mbili, kwa sababu wameshakuwa kwenye hizo stage mara nyingi, wanatumia nafasi. Mwisho wa siku kapoteza michezo miwili, hajapata bao lolote, lakini unaona wanacheza, mbona mpira uingie kwenye kamba? Kwa hiyo kinachowahukumu sana ni mazingira ya uzoefu ambao wanakosa. Ukiangalia timu nyingi ambazo zinafanikiwa kwenye hii michuano pia ni kwa sababu ya experience. Yaani kuna nyakati unaona kabisa labda wanazidiwa, lakini mwisho wa siku ndio wao wapotezi mchezo. Nikutolee mfano, msimu uliopita Simba anacheza finali ya shirikisho, alikuwa na kikosi ambacho kina wachezaji wengi hawajacheza ile michuano kwenye stage kubwa, lakini ni kwa sababu club tayari imeshatengeneza mazingira ya uzoefu kwenye michuano. Mwisho wa siku hao wakaenda wakacheza finali, sio, umeelewa? Kufika finali wamefungwa kwa sababu ya uzoefu wa mazingira ya finali. Sasa na timu ambayo tayari ishakuwa kwenye hatua ile na wameshakuwa mabingwa, wakawa hawana advantage wao. Kwa ndio kitu ambacho kinawahukumu Azam, na I'm sure kabisa ndio kitu ambacho pia kitawahukumu Singida. And apart from wao kuwa na kocha mkubwa na nini, kuna wachezaji ambao wameshacheza michuano hii, lakini uzoefu wa taasisi club kama club kwa ujumla ndio kitu ambacho wanakwama. Mwisho wa siku wamekuwa wanaangusha alama. Ngoja tuone Singida kesho atafanyaje, lakini nachelea kuamini kama atafanya vizuri kwa sababu ya upungufu wa mazingira ya uzoefu ambao wanaukosa, tofauti na timu ambazo wanakutana nazo.